Naam, kwa Mwafrika. Ibrahim Traore amekamata watu waliohusika na mauaji au magaidi ambao wamehusika na haya mauaji ya askari 200 wa taifa la Burkina Faso. Na kuna watu wengine wamesema kuwa inakuwaje, kwani hawa askari walikuwa hawajajiandaa. Unajua, katika historia ya taifa la Burkina Faso, kuuawa askari 200 kwa wakati mmoja sio jambo la kawaida. Sasa wengine nitajaribu kuyajibu hapa kwa sababu kuna baadhi ya watu wameuliza inakuwaje askari 200 kwa wakati mmoja. Je, ina maana hawa magaidi wakoje? Sasa kwanza ni wiki moja baada ya kuwa kuna aliyekuwa anahusika kupeleka silaha kwenye haya makundi ya kigaidi, na kundi lenyewe ambalo limekiri kuhusika ni kundi la Al-Qaeda ambalo ndilo hilo uko kwenye hicho kijiji au uko mahali uko kunaitwa Djibo, uko kwenye hicho kijiji hicho. Na tunakumbuka uko Djibo kwenyewe ndio kama center, maana unajua kudili na hapa Djibo ni sawa na kutuma ujumbe kwenye vijiji vingine ambavyo magaidi wapo pale, kwa sababu hiki kijiji ndio kama ilikuwa center sasa ya kugawa silaha kwenda maeneo mengine ya vijiji vingine. Mkumbuke ndugu zangu, ni Burkina Faso inasumbuliwa sana na ugaidi. Na ugaidi unasumbua sio tu Burkina Faso, Mali, Nigeria, hata upande wa nchi gani tena nyingine. Yaani haya mataifa yote yanasumbuliwa sana na ugaidi. Kwa hiyo Ibrahim Traore anachokiamini siku zote na amekuwa akiamini daima ni kuwa lazima udili na chanzo. Ukidili na chanzo basi utaweza, sio unadili tunawabeba bunduki. Lakini je, ni nani anayetoa hizi bunduki? Sasa miongoni mwa hawa wanajeshi 106 waliokamatwa, wanajeshi 10 au magaidi tuseme, sio wanajeshi. Miongoni mwa hawa magaidi 106 waliokamatwa, watu 14 ni raia wa Ufaransa. Na wamekamatwa wakiwa na fedha za Kifaransa, CFA franc. Wamekamatwa huko. Lakini wengine ni kutoka Algeria ambao wao ni kama 40 hivi. Au magaidi 40 kama 40 kutoka Algeria. Alafu wengine wote wanaobaki ni masenari, inaaminika, maana wamechukua vitambulisho vyao na kuangalia vizuri. Inaaminika ni masenari kutoka ECOWAS. Sasa swali jiulize, hawa raia wa Ufaransa walikuwa wanafanya nini kwenye hizi kambi za kigaidi? Ndio maana ukumbuke Ibrahim Traore wakati anahojiwa na Russian television RT, aliongea, alisema this is not about terrorism, it's about imperialism. So hii haihusiani na ugaidi, hii inahusiana na ubepari au ubeberu, kwa sababu wanataka waendelee ili tuendelee kupigana kwa ajili ya kudestabilize. Sasa Ibrahim Traore alikuwa hajalala, hapana, alikuwa alikuwa anafanya mipango, kwa sababu ukumbuke tangu ambapo amechukua nchi mpaka hapa tunapoongea hivi, magaidi kama 2000 hivi wote alishawachinja, wote alishawaua, unaona. Kwa hiyo hajakaa kimya. Lakini pamoja na hivyo, kwa ameenda hawa wamewakamata, maana wamefanyia ambushing na kuweza kuwakamata huko Djibo. Na katika kuwakamata hawa watu basi ndivyo hivyo wamegundua wengine ni raia wa Ufaransa na wengine ni raia wa Algeria, watu kama 40. Na hii Algeria kama mnakumbuka iliwahi kutumika pia wakati wa Colonel Muammar Gaddafi. Mtakumbuka wakati huku wahuni, mimi nawaita, tanisamee, wakati wahuni wanampangilia kumuua Colonel Muammar Gaddafi. Sasa ukumbuke pale Libya kuna watu wana asili kama ya Arabu ni wengi. Kwa hiyo wakakodisha watu kutoka magaidi kutoka Algeria, wakakodisha magaidi kutoka na maeneo mengine huku Mashariki ya Kati, wakaenda pale wakawa wanaandamana wakisema hatutaki utawala wa Colonel Muammar Gaddafi, wakijidai kuwa wao ni raia wa taifa la Libya. Na baada ya hapo sasa wakamwambia mzee Gaddafi kuwa wao waandamanaji mbona wana silaha. Sasa Gaddafi alichokosea ni kufungua moto. Ndipo Marekani wakasema tunataka tuingie tukasaidie Libya, kwa sababu inafanya nini Libya hii Gaddafi anatumia nguvu kuua waandamanaji wakati ni haki yao. Kwa ndicho hicho sasa na huko kuko hivyo. Sasa uniambie, raia wa Ufaransa wanafanya nini ndani ya kambi za kigaidi, kambi za kijeshi za kigaidi? Raia wa Ufaransa wanafanya nini?
Alafu huku vyombo vya habari vinatangaza kuwa Ibrahim Traore anaua raia wasiokuwa na hatia. Na hawa askari 200 waliouawa hawa ni askari ambao hujasikia hivi vyombo vya habari pamoja na mashirika ya haki za binadamu yakiwa yanaongelea hilo kuhusiana na askari 200 waliouawa, ila hii inageuzwa. Lakini hawa walikuwa wanafanya nini? Raia wa Ufaransa 14 kwenye kambi za kigaidi walikuwa wanafanya nini? Raia hawa kutoka Algeria walikuwa wanafanya nini kwenye kambi za kigaidi? Hawa masenari. Sasa ndo pale sasa najibu hili ambalo mtu alisema askari 200 wanawezaje kuuawa kwa wakati mmoja. Ukumbuke hawa ni special forces kutokea Ufaransa waliokuwa wanaendesha hii operation. Hilo liko wazi kabisa. Na ukumbuke pia kuna masenari. Ukiambiwa huyu ni masenari, mamluki, ujue huyo mtu ni hatari. Yaani ni mtu ambaye ni hatari sana. Sasa swali linakuja, taarifa walikuwa wanazipata wapi? Kama hawa watu hawalishwi taarifa za jeshi la Burkina Faso liko wapi na linafanya nini na vyombo au na mataifa makubwa uko nje. Lakini sasa hii walikuwa wanamjaribu Ibrahim Traore, na Ibrahim Traore hajaribiwi kwa sababu ametuma ni ujumbe wa wazi kabisa kuwa msiwahi tena kufanya hivyo. Kwa sasa mpaka hivi tunavyoongea tayari ni kuwa Burkina Faso sasa inaenda kuwa salama zaidi. Na ubaya wa hawa magaidi, hawaui tu askari, na hawa askari waliouawa, kumbuka wengine walikuwa ni watoto kwenye familia zao, na wengine walikuwa ni waume, yani mume kwa mke, na wengine walikuwa ni baba wa watoto walionao. Kwa hiyo manake familia ya baba na mama imepoteza mtoto, lakini mke amepoteza mume, watoto wamepoteza baba. Alafu hawa watu ndo nasikia huko nje wakidai kuwa haki za binadamu, haki sijui nini pale Burkina Faso hakuna haki za binadamu. Sasa hizi haki za binadamu ni za namna gani? Hawa magaidi kweli waendelee kuua raia wetu, nyinyi mkae na sema tu haki za binadamu? Si unaona sasa namna ilivyo. Lakini hawakuua tu askari, maana ugaidi huu ulikuwa pia wanaua wanafunzi wa shule, wanawateka huku sokoni, wanaua wafanya biashara, wanaenda vijijini, wanaua wanawake wa mama hawa na kuwafanyia vitendo vingine, vitendo vya ajabu ajabu. Lakini bado ni nani anayemwagilia mafuta kwenye moto huo wa ugaidi kama sio Mfaransa? Ni nani anayemwagilia mafuta kama sio mataifa ya kibeberu? Kwa sababu kumbuka, kupigana kwetu sisi kuwa hatuna amani ndio kula kwao. Ndio maana huwa wanamaindi sana wakiona taifa linajitambua, taifa ambalo sasa unaona limeshikamana kwa pamoja. Angalia hata migogoro inayoendelea hapa Kongo. Wewe nenda kaangalie tu nyuma kabisa, ndani kule kuna mikono mingi sana ya mabeberu, alafu lawama uwaga wanazitupa kwingine, wakati wao ndio wahusika wakubwa wa migogoro inayoendelea Afrika. Kwa sababu bila migogoro hawawezi wakaishi, bila migogoro hakuna chochote wachoweza wakakifanya, hawawezi wakaendelea. Sasa huu ni ujumbe ambao Traore ameutuma, ujumbe wa wazi kabisa kwa kudili na hawa, kuwakamata na kuwakamata hawa. Basi ni ujumbe umetumwa kule. Sasa wataeleza vizuri Ufaransa raia wake walikuwa wanafanya nini kwenye kambi za hawa magaidi. Lakini kama kawaida Ufaransa kama mnavyojua watakataa. Mnakumbuka juzi niliwaambia kuwa Nigeria wamekamata askari wa jeshi la Marekani aliyekuwa anaingiza hizi bunduki za magendo AK-47, akiwapa tena maeneo hayo anakopeleka kuna vikundi vya wasi, na ni maeneo ambayo wanapigania, maeneo ambayo yana mafuta. Kwa hii yote ni kwa nini? Yani hakutakiwi kuwe na amani, kwa sababu kukiwa na amani manyang'au watakula wapi? Kukiwa na amani ubeberu wao watafaidika wapi? Kwa ndio maana unaona haya sasa, hii mwamba huyu amedili nao sawa sawa, na amewakamata watu 106 waliokuwa wamehusika na mauaji ya askari 200 wa Burkina Faso. Kwa sababu kwa Ibrahim Traore tunasema ni sauti ya wasio na sauti. Ibrahim Traore tunasema ni sauti ya wanyonge. Ibrahim Traore ameamua kuwa nitapambana. Kwa sababu Ibrahim Traore ameamua kutoka kwenye hofu, ameingia kwenye ujasiri. Kwa sababu mwisho wa siku kumbuke kuwa wanakutia hofu ili watu waone hivyo. Sasa wameanza kutumia vyombo vyao vya habari, Burkina Faso hakuna utawala wa Ibrahim Traore unaua raia, sijui na raia gani wanaokufa kama sio magaidi.
Hapa tutaongea mpaka basi yani, lakini kiukweli ni mambo ambayo yanaumiza sana, na hasa pale ambapo wa Afrika tunajitahidi kuja pamoja, alafu unakuta sasa kunakuwa na masuala ya kuingilia hizi siasa za Afrika kwa mataifa ya nje, tunaita external interference, ambapo wanataka waingilie, wawapangie ni nini cha kufanya, na huku wakati huo kumbe wao ndio wanaam haya magrupu ya kigaidi na kufanya hivi. Sasa kama pale Burkina Faso kuna hawa wanaitwa VDM. VDM ni grupu la mgambo ambao wamejitolea, wamepata mafunzo ya waskari, wamejitolea kwa ajili ya kulinda nchi. Sasa hili na lenyewe haki za binadamu wanasema eti hili ndio Traore analitumia kuua raia. Lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya courage ya Waafrika ambapo tumeamka na ambapo maandamano yamefanyika kila mahali kupinga ubeberu, kupinga mambo ya nini ya hawa manyang'au. Nakumbuka mwanamuziki mmoja katika maandamano aliyekuwepo wakati maandamano yako pale Burkina Faso aliongea kauli moja nzuri. Alisema Powell alidanganya Iraki ikaharibika. Huyu Barack Obama alidanganya Gaddafi akauawa, na awamu hii hatukubali. Awamu hii wamemtuma General Michael Langley adanganye ulimwengu ili wamuue Traore. Hatukubali na hilo, hatukubaliani kabisa na hilo. Hata lidi kuua viongozi wetu wa Afrika. Kiongozi akitokea ambaye amesimama kweli anasema nataka kuwakomboa watu wangu, wanakimbia haraka kuja kumuua. Sio sasa, hapana, sio sasa. Enough is enough. Mungu amemuinua Ibrahim Traore, na ndio maana unaona viongozi wengine wa Afrika wanapata ujasiri sasa kufuata. Na huyu Ibrahim Traore kwa sababu amekataa huo ushirika na watu wa magharibi, ameamua kutafuta watu wenye nguvu, partners wenye nguvu kama China, kama Urusi. Ndio maana umeona na viongozi wengine pia ambao walikuwa ni waoga, na wao pia wameanza kufanya hivi. Mfano ni hapa Kenya, umeona, kwa sababu rais wa Kenya muda mwingi alikuwa yuko magharibi sana, lakini juzi hapa ameenda China wafanya ushirikiano wa kati ya Kenya na China kwenye swala la maendeleo na ulinzi, na mwisho wa siku mmeona Marekani alivyoanza kumind, anasema huyu anatukosea, huku wanatuambia ni demokrasia, na demokrasia si lazima nitatafuta mtu ninayetaka kushirikiana naye, lakini kumbe demokrasia bwana ni kiini macho. Demokrasia haijawahi kututoa. Ndio maana Afrika hatuhitaji demokrasia, hapana, tunahitaji mapinduzi ya kiuchumi na teknolojia na science. Huko yani ndicho tunachokihitaji. Tunahitaji maendeleo Afrika, sio demokrasia. Demokrasia imeletwa ianze kutugawa. Huyu ni chama hiki na huyu ni chama hiki. Mwisho wa siku tunaanza kugawanyika kama taifa. We have to come together. Na ndio maana mataifa yaliyoendelea usikii utitiri wa vyama vingi. Nampongeza sana nani Assimi Goita pale Mali, futilia pale vyama vyote vya siasa. Demokrasia tunahitaji maendeleo. Sasa demokrasia ni nini? Pepo la mzungu hilo. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru.